Huyu hapa anawasha zake fegi kisha katia gia mbele. Okay, binti alifikishwa mpaka kazini. Kamba ya viatu ilifunguka, akainama kidogo kuifunga. Upande wa pili ule muuni naye alifika sehemu hiyo hiyo. Binti alikuwa anamshangaa tu muda wote. Mchizi alionekana ni msela, yani ile oi nganga. Sasa binti akaingia zake ndani na kusahau kidari chake pale nje. Mwamba akaamua achukue. Okay, binti yuko sasa kwenye interview, wanaangalia vyeti na CV zake pale na kumchallenge vimaswali kidogo. Mwisho akamwambia, "Tutakupa internship ya miezi 2 tuone utendaji kazi wako, then ndo tukuajiri." Baada akakubali pale na kushukuru sana. Sasa kipindi anaondoka anakutana na msela mbele huyu hapa. Acheki na mtu minuno 26, akamrudishia diary yake, akamuita na jina lake. Binti akashukuru sana na kuuliza, "Na wewe je, unaitwa nani?" "Usijali, soon tutalijua jina langu." Litvi ndo nani hapa?" "Yes, mimi hapa." Jamaa akaanza toa kipondo pale kwenye ofisi za watu. Watu walijazana wengi huko wanarekodi. Mchizi bana alikuwa ni msanii na ana kundi lake. Sasa huyu mwandishi wa habari aliandika habari za kipuuzi na kutoa sifa kwa wenzake wengine. Yeye jina lake hajatajwa, wakati ndo alifanya kazi kubwa. "Siku nyingine ukiona sura yangu, ujue kifo kinafuata. Naitwa Krish Kapoor, usilisahau jina." "Naitwa nani?" "Krish Kapoor mheshimiwa." Dadeki jamani, mtata kinoma yani. Kipindi anaondoka, "Na wewe unajua kuandika vizuri sana." Yani Mwamba kumbe alisoma mwanzo ile dayari. Baadaye muuni huyo moja kwa moja kwa wenzake. Walikuwa na show leo, ila mchizi akafika anaanza kuharibu matangazo yao. Oi msela wangu vipi tena? Yani mimi natengeneza, naimba, napiga gitaa, ila promo na jina unapewa wewe peke yako. Sasa kuna maana gani ya bendi hii? Au kisa baba yako ana pesa, si ndio? Kisa baba yako ana jina. Yani pale kulikuwa ni utata tu. Kuna mmoja kati yao kwenye bendi ni wakishua. Sasa yeye ndo anapewa promo na jina na interview peke yake. Hicho ndicho alichomind jamaa. "Oi mwanangu, mimi sijajipendelea, mzee ndo kafanya hivi." Yani pale hakuna anayemuelewa mwenzie. "I say cancel show. Siwezi fanya kazi na Krish tena." "Poa, nendeni na kuanza leo tusijuane." Mwamba alijali sasa, kashazinguana na bendi yake na kulikuwa na show hapo na wenzake wamesusa. Akaona it is okay, naenda fanya kazi